Kawe, Dar es Salaam. Labda huku tungalipasimamisha kama upande wa pili wa shilingi, ndipo pangalileta maana sahihi pale ambapo pangetakiwa kulinganishwa na kwa Mama Samia. Huku palijaa utulivu usio na kifani. Ndani ya nyumba kubwa yenye vigezo vyote vya ufahari, kuliketi mtu na mkewe sebuleni. Haikuwa kawaida kwa watu wawili hawa kupata wasaa wakaketi pamoja katika siku za katikati ya wiki. Aghalabu mume hurejea nyumbani usiku sana, huku siku za mwisho wa wiki ndizo zitumikazo kwa kukutanisha watu hao. Mke ambaye ngozi yake iliwakilisha uasili wake kuwa kama si raia wa taifa la nje, basi wazazi walikuwa wamechanganya damu za mabara, alikuwa na furaha usoni mwake. Mume akiwa anashughulishwa na simu yake ya mkononi. Mume huyu jinale ni Bwana Amani. Pamoja na wao alikuwemo msichana mdogo, mtoto wa familia hiyo, mtoto wa pekee. Wote walikuwa na bashasha kila sekunde. Na hata zile tabu za joto katika jiji hilo, tabu zilizokuwa kali kweli kweli, zilikuwa zipo katika kuteketezwa na kiyoyozi kizito kilichokuwemo ndani humo. Mara simu ya mume ikaita, hakuipokea. Aliikata na kutoka nje. Kisha dakika chache kaingia na mtu mwingine. Hakuwa mgeni kwa wote, wakasalimiana naye. Kisha mwanaume akamuomba mkewe wapishwe kutokana na maongezi. No. Kwa madeko mke alikataa. Hakukataa kwa jeuri, bali kwa kuionyesha dhati ya upendo wake. Akamtaka mumewe wakakae sehemu ambayo utulivu ungekuwa mkubwa zaidi. Aliwaelekeza waende kukaa katika sebule ya pili. Nyumba hiyo kubwa ilikuwa imejengwa kwa sebule mbili, moja ikitengwa maalum kwa mazungumzo na mambo mengineyo, na ndio hiyo ambayo mke alihitaji mumewe aende. Mume hakupinga, akatabasamu kwa mkewe, halafu akaongozana na mgeni huyo kwenda eneo waliloelekezwa. Wakaketi. Kisha maongezi yao yakafunguliwa kwa sauti ya chini chini sana. Vipi, mmempata? Aliuliza yule mume mtu Bwana Amani, huku akimsogelea karibu kijana aliyekuwa mbele yake na kufanya uso wake mweusi wenye kumeta uonekane kwa ukubwa na macho ya kijana huyo. Ile sehemu ya 5 uliokuwa ukisubiri kwa hamu, ghamu na shauku ndiyo hii hapa. Msimulizi ni yule yule Ibrahim Hussein, kalamu ni ile ile ya fundi wa balagha Abias Mzigua. Simulizi Club ndiyo sisi. Nambari zetu ni zile zile wala hazijabadilika. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0743 217 523. Hapana, kijana mgeni alijibu, kisha akainamisha sura ya chini. Haikueleweka alikuwa akisikitika ama aliona aibu kutokana na jawabu lake la kushindwa. Kwa nini? Bwana Amani aliuliza. Kama nilivyokueleza boss, ni siku ya 3 leo. Haonekani kabisa katika dira zetu. Una maana ipi? Una maana ipi? Waroja haonekani boss. Sasa yule mume ambaye alikuwa akiitwa kwa jina la bosi uvumilivu limshinda. Akapaza na kufoka kwa sauti zaidi. Naomba patikane haraka iwezekanavyo. Haraka! Lakini boss, hakuna cha lakini. Nimewalipa pesa kiasi gani kumchunga yule mpuzi? Yaani kazi ya kumchunga tu mmeshindwa. Kuangalia tu. Hilo haliwezekani. Siwezi nikalivumilia. Never. Maongezi yale ya kunong'ona yalishaingiliwa na kirusi cha upayukaji. Tumempata mwanamke ambaye inasadikika kuwa na mawasiliano naye, lakini yule mfokewaji aliendelea kuchunga kanuni waliokuwa wameanza nayo katika mazungumzo. Alijibu kwa utaratibu. Kauli hiyo kidogo ikashusha joto lililokuwa limemkaba bosi. Akahoji, yuko wapi huyo mwanamke? Hatunaye.
Hasira zikapanda tena. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kunieleza kuhusu huyu mwanamke? Hivi huu nisipouita uzembe ni upe jina gani? Bosi alianza tena kufoka. Mkuu, kama nilivyokueleza mara ya mwisho, kile kipindi tunampoteza ndio siku ambayo alionekana akielekea nyumbani kwa mwanamke huyu huku akiwa ameshika kopo. Hatukujua ni kopo la nini. Ndipo siku tukaamua kumvamia mwanamke huyo nyumbani. Nilinda na vijana wawili. Wote wakakutwa alfajiri ya kesho yake wamefariki. Tena nje ya nyumba hiyo. Nyumba ambayo tumewagiza. Binafsi nina imani huyu mwanamke kuna jambo analifahamu. Na nina wasiwasi tunaweza kuingia pabaya ambapo tutapajutia. Mleta taarifa aliongea kwa urefu, kisha kakaa kimya kwa kumalizia kumeza funda la mate. Hatimaye maelezo yake yakamwingia mwajiri wake kwa mara nyingine. Yuko wapi sasa huyo mwanamke? Bosi akauliza. Ule ukali wa sauti ulishapoa, kisha akatambua kwa swali hilo alishauliza na halikupatiwa majawabu. Akarekebisha. Tunawezaje kumpata huyu mwanamke? Ana binti yake. Tunaye. Mtoa taarifa alijibu. Safi sana. Bravo my boy. Bosi akashangilia na kumpongeza. Jamaa akatabasamu kwa sheria kuzipokea sifa hizo. Sasa bosi akaendelea. Wewe kwa upande wako unahisi mpango wako ukoje juu ya binti? Sihisi bosi. Ila nina uhakika kwa kumteka huyu mtoto basi kunaweza kumbadilisha mawazo yule mwanamke. Kwa taarifa zinadai huyo binti ndiye mtoto wake pekee. Good. Lakini mimi nina mpango tofauti kidogo. Upi bosi? Kabla bosi hajajibu, maongezi yakaingiliwa na sauti ya kike. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0743 217 523. Pozeni makao kidogo jamani. Alikuwa ni yule mwanamke wa mwanaume alikuwa akiitwa boss. Mwanamke huyo aliyevamia maongezi huko akiwa amebeba jagi la juice pamoja na glasi mbili. Kufika pale walipokuwa alilitua na kuanza kumimina juice hiyo katika zile glasi. Kitendo kilichozalisha nukta fupi yale mazungumzo ya siri na yenye ute uhalifu. Baada ya kumaliza, yule mwajiriwa alitoa asante na mwanamke akaenda zake. Ndiyo mkuu. Mjakazi akahoji kwa sheria bosi wake aendelee pale alipokuwa amekomea awali. Bosi hakuendelea, naye akatazama nyuma kuhakikisha kuwa mkewe hayupo, kisha kageuka tena na kuimwaga kauli yake kikatili juu ya meza ya majadiliano. Unaonaje tumpelekee zawadi ya kumtibua akili yake? Jicho la mfanyakazi likatoka kwa namna ya kutaka kujua ni zawadi gani hiyo. Bosi akamalizia. Kidole cha nani? Kidole cha mtoto wake? Naweza kusema ndiyo, bosi alijibu. Kisha akatoa uamuzi wa namna ambavyo wangeweza kuifanikisha azma yao. Wote wakakubaliana kuitekeleza. Wakahitimisha kwa kupoza makao yao bila kujua kuwa maamuzi yao yalikuwa cheche muhimu sana karibu na dumu la petroli. Ilikuwa ikisubiriwa moja tu kama hiyo moto wake. Yalikuwa ni makutano yao na kichaa. Hapana, si kichaa. Alikuwa ni mwanaume mwenye muonekano wa kiumwenda wazimu. Kwa upande wa Mama Samia hakuwa akionekana hivyo, bali mtu mwenye dalili tosha za kueleza mtoto wake alipo. Kumuona tu vile, Mama Samia hakusubiri amfikie.
naye akawa anatimua mbio kumfuata. Akamwacha rafiki yake nyuma akimfukuza huku anapiga kelele. Fikra za Mama Amina zilikuwa zikihisi kuwa huenda shoga yake alipandwa na mzuka kutokana na masahibu yaliyomkuta. Mama Samia alikimbia mpaka kwa yule mwenda wazimu ambaye naye pia alikuwa akikimbia kumfuata. "Mwanangu yuko wapi? Yuko wapi mwanangu?" Kumfikia tu akaanza kumsaili kwa ghadhabu. Yule mwenda wazimu akawa amepoa, hakumjibu kitu, ni kama alishtushwa na swali alilokuwa ameulizwa na hakulielewa. Hizi zilihesabika kama dharau kwa Mama Samia. Yeye alikuwa akiitakidi kuwa mtu alikuwa amesimama mbele yake alikuwa akihusika moja kwa moja katika kumchukulia mwanawe. Akaanza kumpiga vibao mwenda wazimu huku akimlilia mtoto wake. "Mama Samia, uacha." Mama Amina tayari alikushafika kati yao akiwa anamzuia rafiki yake. "Acha, humuoni kama ni kichaa huyo?" "Mimi sio kichaa na nipo hapa kwa ajili ya kuwasaidia," yule mtu wa ajabu alijibu. Kauli aliyokuwa ameitoa kwa ujasiri wa hali ya juu ilikuwa imejaa mamlaka. Hakurandana hata kidogo na muonekano aliokuwa nao. Namna ambayo ilimduaza Mama Amina na kumpoza Mama Samia ikawashawishi kulikubali ombi la mwanaume huyo ambaye mpaka hapo hawakuweza kuhesabu wamweke katika kundi gani. Mazungumzo hayo yalianza na mkasa mzito. Mzito ulifungua nyoyo na kuzifunga. Mkasa kutoka kwa mwenda wazimu.